Tulikuwa na somo zuri lililozungumzia juu ya madhara yatokanayo na talaka, na tuliona kwa kweli haya madhara si mazuri na tungetamani Mungu atusaidie. Leo tunageuza usukani kidogo, tutaanza masomo ya husianayo na mahusiano kidogo kwa kidogo katika ndoa, lakini pia tunaanza somo linalotuelekeza kwenye malezi. Sehemu kubwa ya wiki hii tutakuwa tukizungumzia hayo. Sasa leo tunazungumzia juu ya umoja na ushirikiano katika ndoa. Ndoa ni kama timu. Wewe ambaye ni kijana ambaye hujaoa au wewe uwe ni mwanandoa, tambua kabisa kwamba ndoa ni kama timu. Unapojiunga na timu, unajua kwamba wanatimu wanatofautiana. Wanatofautiana sura, wanatofautiana urefu, wanatofautiana tabia, wanatofautiana kutoka. Kuna mwingine kwao ni maskini, mwingine kwao ni tajiri, wametofautiana haiba na mambo mengi. Na wengine katika timu hawaelewani, ni watu ambao wameshagombana, ila wanapofika katika timu ili kucheza mpira, labda tuseme mpira wa miguu, mpira wa basket, wanaweka tofauti zao nje ya uwanja, lakini wanapofika ndani ya uwanja wanashangiliana, wanatiana moyo. Hata adui yako akiingiza bao unamkumbatia kana kwamba ni rafiki. Wangapi unanifuatilia hapa? Wachezaji katika timu zote wanaondoa kweli tofauti ili kufanikisha lengo lao ambalo ni ushindi. Vivyo hivyo katika ndoa wanapaswa kufanya kazi pamoja maisha yote kwa manufaa ya familia, kwa manufaa ya vizazi vijavyo. Imewapasa kuwa na umoja katika maneno, katika matendo wanapoongoza familia hii. Unapoingia kwenye ndoa ujue unaingia kwenye timu, na kama timu lengo lenu ni ushindi. Ni ndoa yenye afya, ni ndoa yenye furaha na familia yenye raha. Kwa hiyo unapocheza kinyume na timu unajiharibia wewe mwenyewe, lakini unaharibia familia yako. Vipi mchezaji hata kama angeona kwamba huyu anayenipa pass ni adui, simpendi, tuligombana jana, halafu baada ya kupewa pasi akajiingiza goli, unafikiria mambo yatakuwaje? Basi wanandoa pia wanapaswa kupanga mambo yao kama familia kwa pamoja, kwa kauli moja. Unajua, ninapozungumzia ndoa kama timu, niwapatie mfano mmoja. Mwaka 1994 kulikuwa na mchezaji mmoja wa timu ya taifa ya Colombia. Alikuwa akicheza center. Mimi sijui kwa kweli habari ya mpira. Nikisema center hata sijui wa center anacheza nini, lakini ndivyo ilivyoandikwa nilivyoona. Alikuwa anaitwa Andres Escobar. Huyu mchezaji siku hiyo ilikuwa ni FIFA, ni kombe kabisa la dunia, na alikuwa akicheza na timu ya Marekani. Na huyu mchezaji alishaipatia nchi ya Colombia ushindi mwingi sana mara nyingi, lakini siku hiyo kwa bahati mbaya alijifunga bao mwenyewe walipokuwa wakicheza katika mechi hii muhimu, na alipofanya hili tukio likawafanya wapoteze ushindi. Matokeo ya hili jambo yalikuwa mabaya. Aliporudi tu nchini kwao Colombia, unajua kilichotokea? Kilitokea kitu cha huzuni sana. Mtu mmoja ambaye ni mshabiki sana, wanasema kwamba alikuwa ni watu ambao wanaingiza pesa sana katika mechi hizo ushindi, basi alipigwa risasi na akafa siku hiyo akiwa na miaka 27 tu. Unaona kuingiza bao kinyume inavyogharimu. Wanandoa wengi wanacheza kinyume na timu zao, wakifunga mabao kwenye magoli yao binafsi. Na ukiona mwanandoa anatoka nje ya ndoa anajiingiza bao. Ukiona mwanandoa anaficha fedha, hamshirikishi mwenzake, anajiingiza
mwenyewe. Ukiona ndoa ni mwongo, hasemi ukweli, anaficha siri, huyo anajiingiza nini? Bao mwenyewe. Mwanandoa anapoamua kutumia pesa katika ulevi, anajiingiza bao mwenyewe. Ukiona mwanandoa, mnajua mambo yote yanayofanyika katika ndoa. Je, wewe kama mwanandoa unacheza kama timu? Ndio somo letu la leo. Matokeo ya kufanya hivyo sio mazuri, ndoa zinavunjika, watoto wanaharibikiwa, umaskini unaingia, afya zinaharibika, wakati mwingine hata vifo vinatokea, na mbaya zaidi kuna hatari ya kupoteza uzima wa milele kwa sababu mahusiano na Mungu yanakuwa katika mashaka. Leo nataka tujifunze kidogo kwa wanyama. Na neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Ayubu sura ya 12 fungu la 7 na la 8 linasema hivi: lakini waulize wanyama nao watakufundisha, waulize ndege wa angani nao watakuambia, au sema na nchi nayo itakufundisha, samaki wa baharini wakujulishe. Yani katika viumbe vilivyowekwa katika dunia hii, ukivitazama vizuri una masomo makubwa ya kujifunza. Leo tutazungumzia juu ya aina ya ndege waitwao penguin. Ndege waitwao penguin hawapo hapa, kwa hiyo huwezi kuwafahamu kirahisi, lakini wanapatikana sana katika bara la Antarctica, hasa hawa aina ya emperor penguin. Kuna aina za penguin, lakini huyu emperor penguin ndio nataka tuzungumzie tabia zake. Na baada ya hapa naweza nisiseme maneno mengi, lakini hawa ndege nawapenda sana. Hata wewe ukienda usome vizuri. Hawa ndege wao ni ndege wa ajabu sana. Hawa hawaishi tu kwa kustahimili mazingira magumu ya upepo mkali wa kimbunga na baridi kali katika kule Antarctica. Ni mahali ambapo baridi inaweza ikafika hadi nyuzi 60 minus 60. Ni baridi kali sana. Wanaweza wakaishi huko katika hali ya hewa ngumu sana duniani. Lakini hawa penguin wana sifa moja, ni wanandoa marafiki. Kama unaona hapo kwenye picha kitu ambacho nimekiweka hapo, yani hapo sio uongo, ndio ukweli, ndivyo wanavyoonekana. Wanandoa marafiki ni wako kwa ukaribu, wanafurahia joto la pamoja. Mnakumbuka nilipozungumza kwamba urafiki kama haupo basi unahisi umbali. Hata kama mtu yuko karibu na wewe unapayuka kwa sababu huhisi ukaribu. Penguin ni wanandoa marafiki. Wanafurahia sana ukaribu. Unaowaona hapa ni mke na mume, wanafurahia sana ukaribu. Lakini nataka niwaambie zaidi, hawa emperor penguin wanasaidiana katika malezi. Kuna familia zingine malezi ameachiwa mwanamke peke yake, lakini usishangae. Sasa wanasaidianaje hawa emperor penguin? Kawaida hawa emperor penguin hawajengi kiota, ila wanataga mayai. Sasa unaweza ukajiuliza, katika baridi ya namna hii yai litakaaje? Sasa nataka upate picha fulani. Hawa ndege wote hivi kuku anapokuwa na yai tumboni ni mimba au kitu gani? Mimi sijui. Lakini tufikirie kwamba ni mimba, sawa? Sasa ufikirie kama hapa katika mji wa Dar es Salaam wanawake wote wapate mimba kwa wakati mmoja. Unaionaje hiyo? Wote ni wajawazito. Kama hivi wanawake wote walioko hapa ni wajawazito. Sasa inatokea hawa penguin wanapata huo ujauzito kwa wakati mmoja. Kuna ndoa ambazo unakuta mwanamume hata ajui mimba ya mke wake ina miezi mingapi, atajifungua lini, na hata anapojifungua anajifungua peke yake, mke hayupo. Kuna wengine mke anajifungua, mwanamume yuko kirabuni, anaambiwa mke amejifungua, hajui. Lakini sio penguin.
Penguin, siku ya yule jike kutaga yai, lile dume liko pale. Ukipata nafasi nenda YouTube au nenda mahali popote uangalie lile yai linavyotagwa na mwanamume anavyopokea. Ni kitu cha ajabu sana ambacho Mungu amekiweka ushirikiano ndani ya hawa ndege. Kwa hiyo yule dume linakaa limengoja wakati mke wake anataga lile yai ili aweze kupokea kwa haraka sana, maana dakika chache tu likiwa kwenye baridi kali lile yai litaharibika. Kwa hiyo yule dume anakaa kingoja lile yai likidondoka tu, ameshaliingiza kwenye manyoya yake mazito yenye mafuta ya kutosha, na mke wake anakuwa anamsaidia kusukuma ili lile yai lifunikwe vizuri. Wameshasaidiana kwa hali ya juu, na hilo inatokea katika kila nyumba ya penguin. Nasema nyumba kwa lugha ya kufikirika, maana pengi sasa wametaga mayai. Lakini jambo la muhimu ni hili: baada ya hapo akina mama penguin wote wanaondoka, wanaacha wale wanaume wameatamia yale mayai, wameatamia, wameyafunika na hawawezi kusogea. Wanakaa katika mkao wa aina moja, hawali chakula maana atatokaje. Na kila mwanamume anajitahidi, maana hakuna mwanamume anataka mke wake akirudi asikute kifaranga. Hawa wanawake wanaondoka kwa muda wa miezi 2 kwenda kutafuta chakula, na wanaenda mbali sana sana. Wanaenda hata kilomita 200 au hata zaidi. Wanaenda huko mbali baharini, kwa sababu bahari imekuwa imeganda. Wanatembea bahari mpaka wapate maji huko, wapate mawindo, walete nyumbani. Sasa wale wanaume penguin, hapa nimeonyesha picha wakati penguin amepokea yai, huyo mwanamume mnamwona akisogeza vizuri kulitunza. Sasa wale akina baba penguin wanapoatamia, upepo mkali unakuja, wanakaa pamoja, wanasogeleana watunze joto kulinda wale watoto. Na anasema wanapunguza kilo nyingi katika kipindi hicho, maana wanafunga kwa miezi 2, kujinyima kwa hali ya juu kwa hawa kina baba. Na anapokuwa amefunga muda mfupi kabla ya kina mama hawajarejea, inabidi atotoe yule penguin. Na kabla ya hapo, unajua upepo unapopiga mgongoni, penguin wanasaidiana, mara wanageuza, wanasema mlikuwa migongo yenu iko juu inapokea upepo, hebu tupokezane. Wanapokezana kwa miezi 2. Na sasa baada baba ana uwezo wa kupoteza hadi 40% ya uzito wake hadi 50 akiwa katika hali ya baridi na kimbunga kikali. Wanaume hawa hawali kabisa. Sasa yule kifaranga anaweza akatoka akazaliwa, mtu wa kwanza kumuona ni baba yake, mama yake hajafika. Na baba anajitahidi, kuna aina fulani ya mafuta yaliyopo katika koo lake, ando ili mtoto aendelee kuishi. Mama akija amkabidhi mtoto kifaranga. Sasa wanaume wote wametotoa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ninatamani ningekuwa wanadamu, lingekuwa jambo zuri sana. Wote wametotoa, wamefunika vifaranga, wanasubiri wake zao warudi. Sasa wewe kama mwanamume utacheza kutotunza kifaranga chako? Utakitunza vizuri, maana mama anafika na kuuliza kwa mara ya kwanza, mtoto wetu yuko wapi? Sasa kwa sababu wakati huu kama nilivyosema, baba anajitahidi kumtunza yule mtoto kwa kutoa angalau kile kidogo kilichobaki ndani yake, na amekonda kweli. Sasa akina mama wanarejea baada ya miezi mingapi? 2. Wamerejea, wametoka mbali baharini. Wakija, nataka usikie kitu cha ajabu sana. Unaona huu umati, kwa mfano huu umati wote ni wa penguin, wanakusanyika, wanaweza kufika mpaka 6,000 kwenye koloni moja. Sasa wale wa mama, unajua mume wako yuko wapi? Hebu ona katika sura hizi wamefika. Mume mwenye kifaranga wote ufanana. Sasa kuta kitu cha ajabu kinachosema wale wakina mama wanaita, wanapaza sauti, kelele
ni kutafuta. Anapopaza sauti, mume anaitikia. Ana uwezo wa kujua sauti ya mume wake. Bwana Yesu asifiwe. Na anaenda, anafika, anaona kifaranga, anasema kile kifaranga chetu, na kifaranga kinaona mama kwa mara ya kwanza. Mama anatoa chakula kile alicho anakimeza, anakuwa nacho humu, alafu anatoa. Mama anagawa chakula. Hapa mnamuona mtoto wa penguin anapokea chakula katika mdomo wake. Baada ya hapo, wakina baba nao wanaondoka ili wakaende kutafuta chakula. Kwa hiyo wanaendelea kunapeana zamu katika kuleta chakula kwa kumkuza yule mtoto. Hata ukiangalia unakuta anasikia joto la wazazi, na ni mmoja, ni yayo ni moja, sio watoto wengi. Sasa nataka nikwambie kwamba kuna jambo fulani linatokea. Hawa pengu uko wanakoenda, kuna hatari. Wale wakina mama wanakoenda, kuna wakati mama anaweza asirudi. Labda amekutana na wanyama wa majini wamemlarua. Yule baba anasubiri wale wanawake wengine wakienda waume zao, yeye hana. Nataka nikwambie huyu penguin hataoa mke mwingine. Anabaki peke yake maisha yote na mtoto. Ni jambo la pekee sana. Ni wanandoa wa maisha. Lakini kitu kingine kilichonishangaza, yule mtoto ambaye hana mama, wakina mama wale wanagombania mlea yule mtoto. Hata kuna tukio niliona wakati wakina mama penguin wanagombania yule mtoto mpaka wanataka kumuua kwa sababu wanamgombania, wanamwangukia. Upendo wa kawaida. Watoto wasio na wazazi katika dunia hii wanateseka, hakuna anayewaangalia. Wamama wanabadilisha nguo, wanavaa vizuri, lakini jirani yake yuko mtoto wa mwenzake aliyelala, hamwangalii. Au watoto wako yatima, kanisa linapaswa kuwa linawaangalia. Tunapaswa kuwagombania na kuwapatia joto. Kwa hiyo wanandoa kama penguin wana mawasiliano mazuri. Maana akaza sauti, mume anasikia na mke anaitikia, na anamjua. Kati ya maelfu ya penguin anajua mume wangu yuko hapa. Hapa huwa kuna mchezo watu wanafanya, wanawake wanaweka tu vidole vyao, mwanamume aje achague. Unakuta wanaume wanachukua vidole vya wanawake wengine, unashangaa. Hivi vidole vinavyokupikia ugali kila wakati, kwa nini usivitambue? Au unakuta mwanamke ameungua na pasi mkono mpaka anapona, mume hajaona. Jambo la ajabu sana. Ni kwa sababu hakuna ukaribu, hakuna mawasiliano. Hakuna mawasiliano. Penguin wanawasiliana, lakini ni wawajibikaji, wanasaidiana katika kulea. Wanaonyesha upendo kwa watoto wao katika umoja. Na ndicho kitu ambacho Mungu anatamani. Anatamani watoto wakifika katika familia wakute mazingira ya upendo. Unajua, katika miaka miwili ya kwanza ya malezi ya mtoto anaweza akakata tamaa na mazingira yake kwa sababu hakupata mazingira ya joto katika ule umri wa kwanza. Na mtu wa muhimu sana katika mazingira haya ni mama, ni baba. Hawa watu wawili, hasa mama. Kwa hiyo watoto wanalelewa kwa ushirikiano katika familia ya penguin. Na kitu kingine ni kwamba penguin ana mwezi mmoja tu maishani mwake. Sasa wanadamu wao wanaweza kuwa na wenzi zaidi ya moja hata kama wenzi wao wako hai. Sisi tunataka kujifunza hapa jamani. Mungu atusaidie sana. Ni wenzi wa maisha. Wao ndio wanasema hadi mauti itakapo tutenganisha. Na huu ndio mpango wa Mungu, kwamba watu watenganishwe na mauti. Mauti inapokuja iwapatie tu likizo ya muda mfupi wakijiandaa kukutana katika maisha ya milele. Na wanashirikiana katika jukumu la malezi, na ni marafiki wanaooneshana upendo wao mara kwa mara. Hili ni somo kubwa tunalojifunza kwa penguin.
Malezi ya mtoto wa penguin huanzia tumboni. Ndio maana baba anajua kwamba mke wangu leo atataga yai. Anajua, amelea kuanzia tumboni. Na amelea kuanzia tumboni kwa nini? Ametunza yai kabla halijatotolewa kwa muda wa miezi miwili. Ni malezi, sio malezi? Ni malezi. Ametoa joto, amejitahidi anavyoweza kumtunza mtoto wake. Kwa hiyo haya ni masomo makubwa sana ambayo wanadamu tunapaswa kuyaangalia, hasa tunapokuwa tukihudumiana familia, tukishirikiana. Nikuulize wewe uliyeko hapa, unayenisikiliza hapa, unayenisikiliza huko kwenye kituo fulani au hata katika nchi nyingine, je, ndoa yako unacheza kama timu? Katika familia mnashangilia goli pamoja? Mnaondoa tofauti zenu ili muweze kufanikisha? Mungu anahitaji wanandoa walio na ushirikiano. Unajua, ndoa ndio kielelezo kinachoweza kueleza mahusiano ya ukaribu, kama tunavyoweza kueleza Utatu Mtakatifu. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ni nafsi tatu zenye kujitegemea, lakini zilizo na umoja wa hali ya juu. Ndio maana tunasema Mungu mmoja. Na sasa katika neno la Mungu tumeambiwa kwamba neno la Mungu linasema kwamba wanandoa wanapoungana wanakuwa si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Lakini ukiangalia ni sura tofauti, una urefu tofauti, uzoefu tofauti, wanakuwaje mwili mmoja? Ni kwa sababu wanaaksi ile tabia ya uungu wa Mungu na wanaishi katika umoja wa juu. Hivi ndivyo kutembea kwa sura ya Mungu katika dunia hii. Unajua, ndoa nyingi zingeaksi sura ya Mungu, Mungu angejivunia sana. Hiki ndicho Mungu anachotamani kukiona katika kila familia. Wangapi wanasema, Mungu nisaidie, unijalie umoja ndoa yangu, nicheze kama timu. Najua si rahisi, lakini Mungu nisaidie. Nataka kuomba ombi kwa ajili yetu wote. Nani anasema Mungu nisaidie? Asante. Mungu anaona na Mungu. Baba,